Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu zangu Waislamu, tuko katika mwezi mkubwa, mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mwenyezi Mungu akautaja katika kitabu chake Al-Qur'an Al-Karim, akaenda kusema shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Akautaja katika kitabu chake shahru Ramadhan. Ramadhan ikaenda kupata sharaf, ikatajwa katika kitabu kitukufu, mbali na miezi mingine yote haikutajwa, imeelezewa tu sharafu yake, lakini haikutajwa kama Ramadhan. Ndio maulama wakaenda kuchukua uzito, wakasema maneno yao matukufu, ya dhalladhi ma kafahu dhanbu fi Rajab hatta asa rabbahu fi shahr Sha'ban laqad adallaka shahru sumi ba'dahuma fala tusahhirha aidan shahra isyan. Maulama wakaenda kutwambia maneno makubwa, wakatwambia ewe ambao kwamba hukutosheka na madhambi katika mwezi mtukufu wa Rajab. Tunajua mwezi fadhila za mwezi mtukufu wa Rajab, lakini vile vile hukuacha, umeghaflika ukaenda kumwasi Mwenyezi Mungu. Hukutosheka vile vile ukaingiliwa na mwezi mtukufu wa Shaaban, vile vile tena ukamwasi Mwenyezi Mungu katika mwezi mtukufu wa Shaaban, na tunajua fadhila za mwezi mtukufu wa Shaaban. Na vile vile hukutosheka katika mwezi mtukufu wa Shaaban ukamwazi Mwenyezi Mungu, hukutosheka. Maulama kutuambia nini? Laqad adallaka shahru sawmi ba'dahuma, jua na kutanabahi kuna mwezi mtukufu wa Ramadhan, fala tuzahirha aidan shahra isyan, usende ukaufanya tena mwezi kama ule, ni mwezi wa kufanya madhambi. Ndugu zangu Waislamu, huu ni mwezi mkubwa sana. Kwa hivyo tujizuie na kufanya maasi katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatwambia katika hadithi yake, raghima anfu mri'in, raghima anfu, akarejelea mara tatu kutilia mkazo jambo kama hili. Akasema ameangamia, amepata hasara na ameharibikiwa nani? Man adkhala alayhi Ramadhan, yule ambaye kwamba atapata siha, ataingililiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhan, falam yughfar la. Mwezi mtukufu wa Ramadhani kama huu isiwe ni sababu ya kusamehewa madhambi yake, ndio itakuwa amefanya nini? Amepata hasara, ameangamia mtu kama huyu ambaye kwamba ataingililiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na mwezi mtukufu kama huu usiwe ni katika sababu ya kusamehewa madhambi yake. Ndugu zangu Waislamu, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kama huu, jambo la kwanza linalozingatiwa ni ufanye tauba, utie nia nzuri, utie nia, innamal a'malu binniyat, utie nia. Niyatul mu'min khairun min amali, nia ya mu'min ni bora kushinda hata kile kitendo. Kwa hivyo tujiekee, mimi sitakosa swala ya jamaa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, mimi sitakosa tarawih, mimi nitafanya hizbu 7 ama 10. Tusikose katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, tusifanye ni mwezi wa kulala, mwezi wa kupumzika. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu atujalie innal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.